Babu Anelka. Uko sawa sawa? Niko poa. Babu Anelka. Mbona umefurahi sana nilipoita Babu Anelka? Umeniita vizuri. Babu Anelka. Naam. Uko sawa sawa? Yeah, mazoezi yameendaje hapa jioni leo? Cha kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kusafiri salama kutoka Arusha mpaka Dar es Salaam. Ndio tumefanya mazoezi yetu ya mwisho kuelekea mchezo wetu wa kesho. Mazoezi yalikuwa mazuri. Kwa namna ambavyo mazoezi yameendelea, lakini pia kwa namna ambavyo unamwangalia mpinzani wako ambaye ni klabu ya Yanga wakiwa kwenye tension ya kutangaza ubingwa, kutetea ubingwa wao ambao wameuchukua kwa misimu minne iliyopita, unadhani itakuwa ni mechi ya namna gani? Mechi itakuwa ngumu, lakini na sisi tumekuja kuleta ushindani. Mechi ni ngumu, ligi bado haijaisha, kwa hiyo si pia ni sio timu ambayo ya kufanya daraja. Kwa hiyo sisi tutapambana kadri ya uwezo wetu, kesho panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, na sisi tuweze kufanya vizuri. Kama hamtaki kufanya daraja la Young Africans kuwa mabingwa? Hatutaki kufanya daraja. Kwa hiyo kesho sisi tutapambana kama mechi nyingine, kwa napambana sema kesho tutapambana zaidi ya mechi nyingine tulizocheza. Kwa maana hiyo mnakwenda kufanya kila ambacho kilifanyika pale kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid ama zaidi ya kile ambacho mlikifanya pale? Na hisi itakuwa zaidi kwa sababu si hataki kufungwa mechi ya kesho. Kwa hiyo nataka tupambane mechi ya kesho, tukikosa kabisa tupate sare. Kwa hiyo unawatumia pia salamu wachezaji wa Young Africans kwamba waje wakiwa wamejipanga, wasije kuja kuwafanya daraja. Sahihi kabisa. Kwa hiyo sisi tutapambana kadri ya uwezo wetu katika mechi ya kesho na sisi tuweze kupata matokeo. Lakini pia wao pia wanazungumza na wamesema kwamba wamejipanga vizuri, nyota wao pia wako sawa sawa, kina Pacome hao, kina Yao Kwasi ya Toula na mambo mengine kama hayo. Haikupi hofu kuona kwamba nyota wao pia wanafanya vizuri? Ni kweli tunawaheshimu na tutaendelea kuwaheshimu, na si kesho tutapambana kadri ya uwezo wetu, tupambanie nembo yetu ya klabu. Ni nyota yupi wa Young Africans ambaye anakupa hofu kwa nafasi ambayo unacheza? Wengi wazuri, lakini na sisi tutapambana kadri ya uwezo wetu, maana tumeshakaa, tumezungumza, tumejiandaa vizuri, kwa hiyo tupo tayari kwa ajili ya mapambano. Kwa matokeo yale ambayo mliyapata kwenye duru la kwanza, hasa kwenye hizi klabu ambazo zipo kwenye mbio za ubingwa kwa maana ya Simba na Yanga, ni timu ipi ambayo unaona kuna namna hivi kidogo ndio ambayo inaweza kusumbua? Timu zote ni nzuri, zina ushindani, timu zina wachezaji wengi wazuri. Kwa hiyo na si lazima ukikutana na wachezaji wazuri, na si lazima tuoneshe ubora ambao tuko nao. Kwa hiyo na si kesho tutapambana na si tuweze kuonesha mazuri tulikuwa nayo. Kwa maana hiyo tutarajie burudani pia. Mechi itakuwa nzuri kiukweli, na si tumekuja kuleta ushindani. Tutarajie Chobwedo wa namna gani? Chobwedo ni yule, sema kesho tutapushi zaidi ili tuweze kupata matokeo. Kwamba utafanya mara mbili ya kile ambacho tumezoea kufanya Chobwedo, kushuhudia Chobwedo akifanya? Ndo kazi yangu, kwa lazima kesho tupushi zaidi. Kama unatisha zaidi. Hamna, sio tishi. Kesho tu tutapambana kadri ya uwezo wetu na sisi tuweze kuonesha tulichonacho, na hatuna pressure yoyote kiukweli. Kwa hiyo kesho sisi tutakuja kwa ajili ya kupambania matokeo. Wenyewe wamesema wamekuja na ile kauli mbiu yao kwamba aibu utaona wewe. Sawa, haina shida, na sisi tutakuja kupambana na sisi kesho. Kwamba haitakuwepo aibu utaona wewe. Hivyo, lakini na sisi tutapambana kesho. Inshallah tutapambana na sisi. Kuna namna ni kama umekuwa ni kipenzi cha mashabiki wengi, yani licha ya kwamba kuna namna unawaumiza, lakini pia wamekuwa wakikupenda kila ambacho wanakifanya. Kwa hawa mashabiki ambao wanakupa support, unawaambia nini? Mimi nawashukuru kwa support yao kiukweli, na kesho tunaomba waje kwa wingi, tutakuja kuonesha burudani, pia tutakuja kupambana. Umekiona kiwango cha mwisho ambacho Djigui Diarra alikionyesha pale Zanzibar dhidi ya Azam FC, ni kipo namna gani kuelekea mechi hiyo? Ni kipa mzuri, kwa hiyo kesho sisi tutakuja kupambana, sisi tuoneshe tulichonacho na sisi tuweze kufanya vizuri. Salamu. Kabla hujamaliza, umekuwa mechi mbili Chobwedo. Kama mchezaji ulikuwa na malengo yako, ukiachana na malengo ya timu, tumeshaona tayari kuna tofo ambayo unakwenda kuwakilisha kimataifa, kwenye kimataifa. Kama mchezaji, kwa namna moja au nyingine, msimu huu ulikuwa ni msimu wa aina gani kwako? Ni mechi gani ambayo unakumbuka zaidi? Kiukweli msimu huu ulikuwa ni msimu mzuri, na msimu ulikuwa mgumu kwa sababu sisi tulianza ligi vibaya, karibia michezo minne ilikuwa tujapata matokeo. Kwa hiyo sisi namshukuru pia Mungu, malengo yetu ya kwanza ya timu ilikuwa ibaki kwenye ligi. Kwa hiyo baadaye mechi zilizokuwa zinaenda na vupata matokeo tukaona inawezekana. Kwa hiyo tukaona inawezekana kupambania nafasi ya 4. Lakini ndio hivyo, kwa sababu tumeshakubali kwa mechi ya kesho. Sisi tunashukuru timu yetu mbaki kwenye ligi, kesho tutapambana tusiweze kufanywa daraja. Mechi kama hizi ni mechi ambazo sometimes shuki amhandi sana juu mchezaji mmoja wanasema ni sehemu ya, ni mechi ambazo zinafuatiliwa zaidi. Kwako binafsi kwa sababu naamini tayari simu zimeshaanza kuita, kila mtu anazungumza kwake.
tutegemee ukipushi zaidi kuendeleza kile ambacho uko nacho, kwa sababu naamini watu wengi wanakufuatilia. Kwa hiyo kwa mechi ambayo ndio hii pia ni mechi nzuri, mechi kubwa, kwa hiyo tapushi kadri nilivyokuwa na pushi mwanzoni, kwa hiyo ili niweze kuonesha ubora wangu ambao nilikuwa nao. Kwa hiyo mimi na imani kesho nitafanya vizuri na timu yangu pia itaweza kupata matokeo. Kwa namna ambavyo msimu huu ulivyokuwa mwanzoni kidogo mambo hayatabiriwi sana, lakini huku mwishoni tunaona namna ambavyo mambo yamekwenda. Mimi nataka nitoke kidogo nje ya box. Tetesi zinakuhusisha zaidi kujiunga na klabu ya Simba. Ukweli huu wa taarifa hizi ukoje? Bado na mkataba wangu mrefu kidogo, kwa hiyo nikimaliza ligi ndo tutaona itavyokuwa, lakini mkataba wangu mimi bado mrefu kidogo. Lakini ni kweli kwamba wanakuja na umeona hizo offers zikija mezani? Sijajua, lakini nilikuwa naona tu naona mtandaoni hivi lakini na hisi ligi kama ikisha, unajua mkataba nao, lakini kama timu inaweza ikaleta ofa labda ukavunjwa mkataba unaenda, lakini mimi bado na mkataba. Yaani unaona kwenye mitandao lakini sio kwenye ndani kabisa. Kwamba hawajafika. Kwangu mimi hawajafika, ni mtandao tu. Lakini unatamani pengine wafike zaidi, tofauti na story tu ambazo zinaendelea kwenye mitandao? Ikitokea unaenda, kwa sababu ndo kazi yetu, kwa hiyo itapotokea unaenda kufanya kazi. Ni nyota gani ambaye kwa msimu huu amekusumbua kwa nafasi ambayo unacheza? Ni wachezaji wengi wazuri, kwa hiyo nawaheshimu. Ni wachezaji wengi ni wazuri, kwa hiyo siwezi nikasema labda sijui mchezaji gani, lakini ligi kuu na wachezaji wengi wazuri. Dawanaka. Kanambia nikupumzishe. Mimi nikutakia kila laheri. Tuzungumza baada ya mechi hapa. Shukrani.